afternoon we want to go back to the idea of missionary care. Adhuhuri leo tunarejea katika hali ya kwenda kuona jinsi ya kutunza missionary. But first of all, I want to recall a story that I heard somewhere. Lakini kwanza ningependa kuwapa hadithi ambayo nilisikia mahali fulani. About a certain coastal area which was very bad with shipwrecks. Kuna mahali hapo kando ya bahari kulikuwa na bahari ambayo ilikuwa na mambo ya meli kuzama vibaya sana. And so many lives were lost in this area. Na maisha mengi yalipotea mahali pale. So the residents of that place decided wenyeji wa pale wakaamua they're going to build a lighthouse so that they can warn the ships as they are coming ashore. Watengeneza mnara ya kuweza kupea meli zikija hali za signals. They also prepared some equipment. Alafu wakaunda vyombo pale. A number of boats. Na pia vyombo meli changa ndogo kadhaa. And equipment to go and rescue those who would be drowning. Ili kwamba watu wakizama zinaweza kuokoa. And over time they saved many lives. Na kwa muda wakaokoa maisha ya watu wengi sana. But soon, lakini kwa muda tu pia, the residents of that place found that place to be very nice. Pia wenyeji wakaona kwamba mahali pale ni mahali pazuri sana. It was a beautiful beach. Ni mahali kwa ufuo wa bahari nzuri sana. And when there were no shipwrecks, it was a nice place to go swimming. Mahali hapa wakati meli hapakuwa na meli basi palikuwa ni mahali pazuri pa kuogelea. It was also a good place to relax. Ni mahali pia pazuri pa kuweza kustarehe. So they decided to build a small cafeteria. Wakaamua kuweka hoteli ndogo pale. So that they can be relaxing as they take some coffee. Wao wanakaa wakinywa kahawa yao. Soon they realized it was quite windy. Wakaona pia kumekuwa na upepo mkali sana. So they decided to build a wall around. Wakaamua kuweka ukuta kwa ile hoteli ndogo. And in case it starts raining, they put a roof as well. Ukianza kunyesha wakaweka paa pia. It became very comfortable. Ikakuwa mahali pazuri kweli. But they were still saving a few lives. Lakini bado walikuwa wanaokoa nafsi, walikuwa maisha ya watu. Then one of the members decided, lakini mshirika mmoja pale akasema, to donate a carpet. Nataka tuweze kuweka sakafu mzuri. It was a beautiful red carpet. Walikuwa wameweka carpet nzuri nyekundu. And now they could really have a good time there. Na sasa kweli kabisa walikuwa na wakati mzuri sana pale. So the next time there was a shipwreck, hali kulikuwa wakati meli imepatwa na dhoruba. And as they went out to save these people who were drowning, kuokoa wale watu walikuwa wanazama, they brought them into this little building they had put up. Wakaleta wale watu katika chumba ambacho walikuwa wameenda ile hoteli ndogo. And after rescuing a number of them, lakini baada ya kuokoa baadhi yao, the following day they realized, siku ile watu wakakumbuka ya kwamba that the carpet was messed. Kwamba ile sakafu yao waliweka kitambaa mzuri chini, carpet imeharibika. And when the members came the following day, watu walipokuja siku iliyofuata, they started wondering whether that was the best place to bring all these people who are wakasema kweli watu ambao wanazama ni tuwalete hapa kweli. And so they decided, why don't we put up a different place down the road? So situweke mahali pengine pale kando ya barabara, so that they stop messing the carpet. Tusiweze kuharibu carpet yetu mzuri. And when we come to have our meetings and have coffee, tukiwa na mkutano wetu na kahawa yetu, the environment is not so spoiled. Mazingira hajaharibika sana. And so they moved the rescue center. Wakaweka mahali pa kuokolea watu kando, somewhere down the road. Pale kando ya barabara. They had forgotten their original mission. Walisahau maono ya mwanzo. But over time, lakini kwa muda, the second place that was built, mahali paliunda mahali pa pili, they also started making it comfortable. Wakaanza pia kufanya pakuwe pa starehe pia. And after several years, lakini baada ya miaka kadhaa, it also became a beautiful and comfortable club. Pakawa mahali pazuri pa kurembeka kweli. And as the people continued, because the shipwrecks did not end, maana kuzama kwa meli hakukuisha, wakati bado wanazidi kuishi, another rescue center was put up. Wakaweka pia nyumba nyingine pia ya kuweza kuokolea watu pia. Many years later, miaka zaidi kapita, that coast is dotted with those private ufuo wa bahari ukaanza kuwa na vyumba vingi sana vya vile vyumba ambavyo wanajenga, which started off as rescue centers, ambao zilianza kama vyumba vya kuweza kuokolea wale watu, but ended up as private members clubs. Ikaanza kubadilika na kwa vyumba vya watu binafsi na vilabu vya kufanya vitu zingine. It's very easy over time. Ni rahisi sana kwa muda to lose our sense of mission. Kuweza kupoteza maono ya misheni. And forget that the churches we run, unakusahau kama kanisa ambalo tunatumikia, are rescue centers. Kwamba ni mahali pa kuweza kuokolea watu. For the least, kwa wale ambao ni wachache, the lost, wale ambao wamepotea, and the last, na wale ambao ni wa mwisho. The people don't think much about. Wale ambao watu hawazi kuhusu mambo yao zaidi sana. So we must never get so comfortable. Tusikuwe na starehe sana in feathering our nest.
Kwa kuweka ile kiota chetu joto, making our churches so comfortable kufanya kazi zetu zikuwe ni nzuri sana that we are afraid to leave the walls of the church mpaka tunaogopa kuacha makanisa yetu na starehe zake, to go and look for those ones who are lost. kwa kwenda kutafuta wale wengine wamepotea. We must remember Christ's mission Lazima tukumbuke maono na lengo lake Yesu. Is for those who are disregarded by society. Ni kwa ambao wamekataliwa na si tumu wakata pale nje. Those who are on the margins of life. Wale ambao wamekatika mwisho katika mambo ya maisha, wamefika mwisho. And those that God really loves. Na wale pia ambao Mungu hakika anawapenda. But the world doesn't think much about them. Lakini dunia ni kama haiwazi sana kuwahusu. So the task of taking care of missionaries begins with prayer. Kwa hivyo jukumu la kuweza kutunza missionary wetu inaanzia kwa maombi. I just wanted to tell you that little story. Ndio naomba tu hiyo hadithi kidogo. So that every time you walk into your church, ili kwamba kila siku unapotembea kanisani mwenu, we want it comfortable enough that the roof is not leaking. Okay, tusipo nasema kama paa inaingiza maji. We want it comfortable enough that people can walk on the floor without hopefully potholes. Na pia lazima sare kama kanisa sakafu haijapata mashimo. We want the seats good enough that you can sit for an hour or so without getting your back. Tunataka viti vizuri ambavyo utakaa zaidi ya lisali moja kama hujakuwa na ugumu na mgongo. But we don't want it so comfortable that you don't want to leave. Hatutaki tena ikuwe starehe sana mpaka ujisikii kuondoka tena. Our own church is on a little place. We actually meet in the parking lot. Sisi kazi yetu ni ndogo, tukutana mahali ambapo kunaegezwa magari. During the week it's a parking. Katikati ya wiki hapo ni mahali pa kuegeza magari. But on Sundays it turns into a holy sanctuary. Lakini Jumapili inakuwa mahali patakatifu pa kuabudia. It serves our purposes for now. Inatushughulikia hadi mahitaji yetu kwa sasa. We could go into a building program. Tungeenda katika kujenga and make the members more comfortable. Na tungefanya washirika wakae starehe kidogo. But we imagine that the hundreds of thousands or the millions that we will use on that sanctuary. Lakini tukahesabu mamilioni ambayo tungetumia kufanya ile jengo would be better served supporting a missionary. Ingetumika vizuri kushughulikia missionary mahali. And so we are not building yet. Kwa hivyo hatuna jengo sasa hivi. I hope you will consider that. Kubali mtaelewa hiyo. Before you go into your next building program. Kabla mtajenga jengo lingine mtakusudia kufanya hivyo. So the task of missions and mission care begins with prayer. Kwa hivyo majukumu ya kuweza kuchunga wa missionary inaanza kwa maombi. I'm reminded of the prophet Nehemiah. Na kumbusha kuhusu Nehemiah. At one time he was serving in the king's palace. He was comfortable. Alipokuwa anahudumu katika chumba cha mfalme alikuwa na starehe zake. He was in the citadel of Susa. Alikuwa katika ile chumba cha wafalme. It was during the days when King Nebuchadnezzar and the kingdom of Babylon reigned in Palestine. Babylon alikuwa umeshamiri sana. And so he was one of the captives who had been taken away. Yeye alikuwa ni mateka mmoja ambaye alikuwa ametekwa pale. But God had given him favor. Lakini Mungu alikuwa amempa kibali. And he had risen up in ranks to be the one who was the cupbearer to the king. Na akampa nafasi ambayo ni ya kuweza kuwa yule mnyweshaji wa mfalme. It's a story that we know well. Tunajua hiyo hadithi vizuri. Because it had been repeated again earlier by Daniel. Maana imesomwa tena na kusemwa na Daniel. Shadrach, Meshach and Abednego, who were exiles, ambao walikuwa pia ni watumwa, but had received favor from God. Lakini walikuwa wamepata kibali kwake Mungu. So you can be able to thrive wherever God has planted you. Kwa hivyo unaweza faulu katika mahali popote ambapo Mungu atakuweka. If you are faithful. Kama utakuwa mwaminifu. Even in enemy territory. Hata katika mahali pa adui yako. But although Nehemiah was away from home, from Jerusalem, kwa Nehemiah alikuwa mbali na Yerusalemu nyumbani. He never forgot his homeland. Hakusahau nyumbani. He never forgot his God. Hakusahau Mungu wake. And he never forgot the vision for Israel. Na hakusahau maono ya Israeli. So one day, kwa hivyo siku moja, he says this. Akasema hivi. In the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my, I'll just read and then you're going to read in Swahili. In the month of Kislev, this is Nehemiah chapter 1. In the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile, and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates are burnt with fire. When I heard these things, I sat down and I wept. For some days I mourned and fasted and prayed.
before the God of heaven. And then what follows is a beautiful prayer by Nehemiah. Inayofuata ni hadithi nzuri ambayo ni ya Nehemia. So Nehemiah knew that Jerusalem was in trouble. Nehemia alijua kwamba Yerusalemu katika shida. That the people of God were in disgrace. Kwamba watu wamedhihakiwa. And they needed outreach. Na walitaka kufikiwa. But he started not with himself. Lakini hakuanza na yeye mwenyewe. But he started with prayer. Lakini alianza na maombi. I urge you in your time this evening, go and read Nehemiah chapter 1. Naomba kwamba wakati wenu mkiwa kivyenu enda soma kitabu cha Nehemia mlango wa kwanza. And see how Nehemiah starts with the glory of God. Ona vile Nehemia anaanza na utukufu wa Mungu. And then he turns the spotlight on himself and his family. Alafu anaanza sasa kanadu kwake na sana jamii yake. And the people of Israel. Na watu wa Israeli. And he begins to repent. Na anaanza kwa kutubu. And he cries out to God. Na anamlilia Mungu. Saying that we have been rebellious and disobedient to anasema kama tumekuwa waasi wa kutii. But then it ends up with a ray of hope. Lakini anamalizia kwa kuwapatia tumaini. And he cries out to God. Anamlilia Mungu. Oh God. Mungu. Give me favor. Nipe kibali. When I go before this man. Nikienda mbele ya huyu. His plan is to go before the king. Anapanga kwenda mbele ya mfalme. And ask for assistance. Na kuuliza kwa msaada. For the rebuilding of the Jerusalem wall. Kwa kulijenga tena ukuta wa Yerusalemu. It was one of the greatest civil works ever undertaken. Hiyo ni kazi ambayo ilikuwa ni kubwa sana ashaichukua kufanya kazi. But it started with prayer. Lakini kazi hiyo ilianza kwa maombi. So how do you take care of your missionaries? Kwa hivyo basi utatunzaje missionary wako? It begins with intentional prayer. Inaanza na maombi ya kukusudia. Seek the Lord in prayer. Unamtafuta Mungu katika maombi. Intercede for the people in the mission field. Unaombea wale ambao katika pale nje kwa missionary. Develop a heart for the mission. Anza kuwa na moyo wa missionary. Because it's hard to pray for people that you don't care about. Kwa maana ni ngumu uombee mtu ambaye hauko katika moyo wako. When we started our own ministry to the women in prostitution on Koinange Street, tulipoanza huduma yetu kwa wale dada ambao wanafanya ukahaba pale Koinange, I had to ask God to give me a heart for these lost women. Niambia Mungu anipe moyo wa wale watu wanafanya ukahaba pale katika wamepotea pale Koinange. Because like most people, kwamba wale watu I never thought much about them. Sikuwafikiria sana, sikuwawaza sana. I thought they're just people who are rebellious. Niliona watu ambao wameasi. People who want to live out of the proceeds of sin. Wale ambao wanataka kuishi katika hali ya dhambi tu. People who want to wreck other people's homes. Wale ambao wanataka kuharibu nyumba za wengine. People who want to make money the easy way. Wale ambao wanataka kufanya pesa kwa njia rahisi. But my perspective was completely wrong. Lakini mtazamo wangu ulikuwa sio sahihi, sio sawa. I had to align my thinking with God's perspective. Lazima ningelainisha mawazo yangu na ya Mungu. And ask God to give me a heart and a perspective from him, not from me. Mungu anipe moyo na hali mtazamo ambao ni wake lakini sio wangu. And God reminded me and put together with my team that these are my lost children. Na Mungu akatukumbusha mimi na kikundi cha kwamba hawa ni watu waliopotea, ni watu wangu. And Christ said, I died for them too, not just for you. Kristo anasema kwamba nimekufa kwa sababu yao, sio wewe peke yako. And so when you dishonor them, kwa hivyo wakati unawakosea hali ya haki, you dishonor my sacrifice. Pia unanikosea hali ya dhabihu yangu. And you're saying that my blood is not sufficient to save them. Na unasema kwamba damu yangu haitoshi kuwaokoa. In other words, I was becoming more righteous than God. Kwa maneno mengine nilikuwa mwenye haki zaidi kuliko Mungu. And God says, na Mungu anasema, do not call unholy what I've called holy. Usiite kitu najisi kama tumeita kitakatifu. Those words were said to Peter. Maneno haya yalinenwa Petero. Do not call unclean what I've called clean. Usiite kitu najisi ambacho nimekiita kitakatifu. Because he was asking Peter to eat snakes and reptiles, food that was unholy to Israel. Maana alikuwa anamwagiza Petero kula nyoka na wanyama wengine ambao walikuwa na kusudiwa kuwa ni najisi. And in a vision, God called Peter, told him, kill and eat. Na katika maono Mungu anamwambia Petero, ua basi na ule. And he was declaring to Peter, I the Lord am the one who declares what is clean, not you Peter. Na anaambia Petero kwamba kwa njia nyingine kwamba mimi ndiye huwa ninaamua kile ambacho ni najisi na kile ambacho ni kitakatifu. So if I send you to the Gentiles, I expect you to go. Nikikutuma kwa mataifa na tarajia uende. And one of Peter's shocks, na ile ambayo ulikuwa ni mshangao kwake Petero, is that when he was in a Gentile's home, a Roman soldier, wakati katika nyumba jeshi moja ambaye ni mataifa, as he was witnessing to them, alipokuwa anashuhudia mbele zao, without any notice, bila kuwa na hali ya kupata tahadhari yoyote, the Lord just rained down the Holy Spirit. Mungu akanyesha Roho Mtakatifu, and he heard the Gentiles speaking in tongues. Akasikia mataifa katika lugha, and he realized that God does not discriminate. Na akajua kabisa kwa kweli Mungu yeye hana ubaguzi. So ask God to help you develop a prayerful heart.
Uliza Mungu basi akupe moyo ambao ni wa kuomba. Because it's through prayer that God communicates his passion for the lost. Ni katika mambo ambayo Mungu huwakilisha ile moyo katika mambo ya misheni. And we've been told that he's a God who speaks. Na tumeambiwa kwamba ni Mungu ambaye huongea. As we speak to him, tunapoongea kwake, he speaks to us. Na pia naye huongea nasi. And he gives us the right perspective. Na tupatie mtazamo ambao ni hakika about the mission field. Kuhusu mambo ya misheni. And his care for the people in the mission field. Na hali ya kutunza wale ambao katika hali ya misheni. If God cares about the mission field, kama Mungu anatunza pale nje mahali pa kwenda mission, surely he cares about the missionary. Hakika pia anatunza wa missionary. Because the missionary is his primary agent. Maana pale misheni wale ambao ni wanatumika wa kwanza kabisa of communicating the good news to those who are lost. Kwa kueneza injili kwa waliopotea. So an active, engaged prayer life. Hivyo maisha ambayo ni hakika ni ambayo imeingizwa katika maombi. An active prayer ministry ambayo pia ni huduma ambayo ni ya maombi is essential for supporting missionaries. Ni ya maana sana katika kuweza kushikilia kazi ya missionary in our churches. Katika makanisani mwetu. The other big component, na jambo ambalo la pili pia na ni kubwa, is training. Ni hali ya kufanya kuwafundisha. And I know that AGC is very keen on this. Najua kwamba AGC wanachunga hii sana. I've heard about TEE. Nimejua kuhusu TEE. I know about Highlands Bible College. Najua kuhusu chuo kikuu chetu cha Biblia cha Kericho. A place that trains people and equips them. Maana hapo tunafundisha wachungaji na kuwapea silaha za kwenda kazi. For outreach in the gospel. Kufikia wengine katika injili. So here I know I'm preaching to the already converted. Hivyo na hapa najua kama na eneo ambalo wamebadilishwa tayari. But the mission field brings special challenges. Lakini kumbuka kwamba katika pale nje kunaleta changamoto nyingine. And the challenges that it brings are sometimes not things that we are equipped to handle. Na wakati mwingine changamoto zile hatujajipanga vizuri kuweza kukubaliana nazo. So one of the important things that we do in our church, jambo ambalo sisi hufanya kanisani mwetu, is to include a component of cross-cultural missional training. Ni kuweza kuhusisha pia katika mafundisho haya jinsi ya tamaduni moja na tamaduni nyingine. And you can understand, like for example, for the people coming from Nairobi going to Pokot is cross-cultural. Kama vile mtu kutoka Nairobi kwenda Pokot, hiyo ni tamaduni nyingine. Or from somebody coming from even our church and you tell them we're going to evangelize women in prostitution, that is cross-cultural. Ama mtu kuja kanisani mwetu ambaye kwamba tumpeleke katika kuhudumia wale watu ambao wanafanya ukahaba. It's completely cross-cultural. Hiyo kabisa ni tamaduni tofauti. And you need to equip yourselves for these challenges. Na lazima tuwe kujivika vizuri kwa changamoto kama hizi. And so we do our best. Hayo tunafanya vilivyo vyote vizuri. To ensure that our people are given the best chance of success. Tunafanya juhudi kujua kwamba watu wamepatiwa hali ya kuweza kufanya kazi na kufuzu vizuri. We talked about Collins Labat, who is out ministering in Berlin. Kijana tumetuma pale Berlin kufanya huduma. And for everybody wanting to go to Germany, because now it's a very big mission field for Mamlaka. Na kila mtu anataka kwenda sasa Berlin kwa sababu ya huduma ambayo ni kubwa pale ambao Mamlaka ameanza. The first thing we require is that they enroll at the Goethe Institute, which is the place that teaches German classes. Jambo la kwanza tunaambia mtu yule kujiunga na chuo kwamba pale ili kwamba aweze kujifunza Kijerumani ili kwamba ilikuwa ni jambo la kwanza kabla hajaenda. That kind of training is important. Mafundisho kama hao ni ya maana. Because we've heard if you're a missionary then at least you should endeavor to speak the language of the people. Hayo kama missionary lazima tujue kwamba unapoenda sasa kufanya huduma lazima ujue at least lugha ya wale watu ambao wako pande ile. Many people within our discipleship program that trains people for missions. Watu wengine ambao huwa wanafanya wanafunzi kufanya tukua wanafunzi will at least stay in the training for a period of about a year, sometimes 2. Katika mafundisho kwa mwaka ama miaka 2. And we don't want to hurry. Na hatutaki kufanya haraka hapa. Because we want to make sure that number 1 there is a commitment. Nataka kuhakikisha kwamba kabisa mtu yeye amejukumika kabisa. And that indeed they are understanding what it is that they are required to do. Na hakika anaelewa anahitajika kufanya nini. And that they have the patience and the endurance. Na wako na utulivu na hali na neema ya kugojea. To be able to bear fruit in the mission field. Waenda kugojea ili kupata matokeo katika uwanjani pale kwa misheni. As many of you have experienced, ambao tumeweza kufanya uzoefu huo, there is no such thing as bearing instant fruit. Hakuna kitu kama tunda ya haraka. You plant, unapanda, and then it takes time. Na inachukua muda. You are going to weed,
utaenda kupalilia, you will water, mwagia maji, you will prune, utaenda kutoa matawi mengine, you probably need to some herbicides just to make sure that pests do not eat up your crop, dawa labda, and eventually na labda mwishowe there will be fruit. Utapata matunda. Depending on how well you nurture, Inategemea unatunza ule mmea namna gani. then it will correspond to the amount of fruit. Itaweza kulingana sawa sawa na matunda, matokeo ya matunda yale. When we started doing international missions, tulipoanza kwenda kwa mataifa, huduma ya mataifa, sometimes we would recruit people, wakati tungeleta watu katika hali ya mafundisho yale, and realize that many of them were joy riders. Tukagundua wengine hapa walikuwa wanakuja hapa tu starehe tu za kutaka tu kuenda. We have a mission in Canada. Wakisema tunaenda Canada, so we are asking for missionaries. Unauliza watu missionary. Half the church is volunteering. Kanisa nusu linainua mikono, tunataka twende Canada. When we want to go to Pokot, tunataka kwenda Pokot, only a few are coming. Mikono michache inaonekana tu. Then you realize half of these people are not even missionaries. Unagundua watu hawa watu wangia hata si missionary. So over time, Pastor Maggie, Pastor Julie, they have come up with a criteria. Muda kwa muda Pastor Maggie amekuja na jinsi to be able to prune those ones jinsi ya kuchunja who are not serious wale ambao hawamaanishi about the mission field. Kuhusu kwenda mission. Part of it is the rigorous training that we put them through. Moja yao ni kuwafundisha kwa kimakini sana kwa hizo miaka kama mwaka mbili. And if they stay the course, na wakikaa pale wakifundishwa, and show commitment, na wakionyesha kuwajibika kwao, and they show that they are willing to go for the local missions as well, na kuonyesha kwamba pia hata hapa nchi yao wanaweza fanya huduma kama ile, then eventually they can do an international mission. Baadaye tunajua kama hawa pia wanaweza enda katika mataifa. So training is an important component. I cannot overemphasize its importance. Mafundisho ni ya maana sana, hapa tuwezi zidi kueleza, lakini ni ya maana zaidi. When people are going to minister, for example, in the Western world, watu wakienda pale nje katika nchi za ng'ambo kupeleka habari hii njema, there are many cultural shocks that they get. Wanapata mshtuko wa mambo ya maisha ya kimaisha. So many times we will invite people from those countries who are in our congregation. Unawaalika waje katikati ya ushirika wetu. So that they can explain how life in their countries is to our people. Waeleze jinsi ambavyo maisha yao kwa sababu ya watu wetu. And prepare them better for the mission field. Na kuwatayarisha vizuri kwa kazi ya missionary. The other big thing that we do, jambo ambalo lingine ambalo tunafanya, I've talked of prayer and training, nimeongea kuhusu maombi na kufundisha, is mobilization. Ni kukusanya watu, kukusanya pamoja. Again, mobilization is about inspiring and envisioning the entire congregation to own the mission. Hii hali ni kukusanya watu, ni kuleta kanisa lote nzima ili kwamba kupata na kushika yale maono. As a leader, you never want people thinking that is Pastor so and so's mission. Kama kiongozi ungependa watu wawaze ya kwamba hii ni misheni ama ni wazo la mtu fulani. You don't want them to associate the mission only with the leadership. Haungependa waweze kusema kwamba misheni hii ni ya mtu fulani. It might have started with the leader. Labda ilianza na kiongozi fulani. In fact, it always starts with the leader because God communicates to the leader first. Na ni kweli, maana Mungu huongea ama huwakilisha ujumbe kwa kiongozi kwanza. Remember when Nehemiah was given the vision, wakati Nehemia amepewa maono to rebuild the wall of Jerusalem, kujenga tena upya ukuta wa Yerusalemu, he first went and surveyed. Alienda na kutalii na kuona. He had a horse with him. Na akaenda akaona mahali pale, akaenda mbana na wengine. And then he says, up to this time I had not shared with anyone who was with me. Na anasema kwamba hata sasa sijashiriki na mwingine niliyoyaona. What the Lord God had put in my heart to do for Jerusalem. Sijashiriki na mwingine kile ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo kuhusu Yerusalemu. Until the leader has seen the vision clearly from God. Mpaka wakati ambapo kiongozi ataona maono na ikuwe safi kabisa kutoka kwa Mungu. Only then will he sit his people down and share the vision. Ni wakati sasa ambapo ataketi chini na viongozi wake na kushiriki na wao. And once he shares the vision, the rest of the congregation catches it. Anaposhiriki maono yale, wale wengine pia wanaweza kushika yale maono. So we must mobilize the congregation to understand what God is saying. Lazima tukusanye watu wetu pamoja ili tueleze kile ambacho Mungu anataka kufanya. If God is calling you to the Muslims, kama Mungu anakuita kwenda kwa Waislamu, then mobilize them to rally around the Islamic vision. Wakusanye pamoja ili kama waweze kuona maono ya kwenda katika huduma ya Uislamu. So that when you ask an ordinary member of the congregation, ukiuliza mtu katikati tu katika ushirika pale, they can tell you in this church, watakwambia kanisa hili letu, we are reaching the Muslims. Tunafikia sasa Waislamu. President John F. Kennedy of the US is said to have visited the Kennedy Space Center. Rais Kennedy ni kama alitembelea mahali Kennedy Center.
when they were preparing for the Apollo space missions. Walikuwa wanajiandaa kwa sababu ya huduma ya Apollos. Those rockets, you remember, some of you who are old enough will know that in the 1960s were defined by the space exploration. Ukiguma miaka ya 1960 ile roketi za kupaa kwenda juu. And Kennedy had given a vision and a mission to his defense ministry. Na ni kama Kennedy alikuwa amepatia jeshi lake maagizo to put a man in the moon before the end of the decade. Kwamba kabla ya mwisho wa karne mtu lazima atafika kwa mwezi kabla ya mwisho ya karne. And one time when he was visiting the space center, na wakati mmoja alipokuwa anatembea katika mahali pale mahali ya mazoezi, he asked a young man who was sweeping around the compound. Akauliza mwenye alikuwa anafagia na kungarisha pale nje katika mazingira yale. And he asked him, "Son, what do you do here for the program?" Unafanya nini hapa? And the young man looked at him and said, "Mr. President, in this place we are sending men to the moon." Akamwambia rais, hapa tunatuma watu kwa mwezi. He was just a sweeper. Yeye alikuwa tu anafagia. But he had bought the vision. Na alikuwa amechukua ile maono of the space program. Kwamba hapa huwa tunatuma watu katika mwezi. And he knew there is a connection between his sweeping, alikuwa kuna kushikanishwa kati ya kufagia, and putting a man in the moon. Na pia na kuweka mtu kwenda kwa mwezi. That is the effect of effective mobilization. Hiyo ndio hali ambayo ni kamilifu ya kufanya watu kuwa na wazo moja. Somebody had communicated to this young man that whatever you do here, mtu alikuwa ameweka mawazo haya kwa huyu mtu ambaye alikuwa anafagia kwamba popote chochote unachofanya hapa, the end of it is that we will land a man in the moon. Mwisho wa kila jambo ni kwamba mtu mmoja ataenda kwa mwezi. And in 1969, Neil Armstrong and his buddies actually landed in the moon. Kwa mwaka 1969 mtu Armstrong naye alipaa na kuelekea na kufika kweli kwa mwezi. If we can learn to mobilize each member of our congregation around the vision for missions, tukiweza kueleza kwa uzuri na kwa upana wale ambao ni washirika wetu kwa maono ambayo tuko nayo, then we will be able to harness the synergy, tutaweza kushika vizuri yale ambayo ni nguvu zilizopo, and ensure that the mission field is actually conquered. Na kuhakikisha kwamba hakika pale nje tumeweza kufikia kwa ukamilifu. There is nothing more burdensome than when only the leader owns the vision. Hakuna kitu nzito kama wakati ambapo kiongozi peke yake ameshika maono. It's like carrying a heavy weight on your own. Ni kama kubeba uzito mkubwa kwa mgongo wako. When there could be 100 shoulders to share the burden with you. Ungekuwa na watu labda 100 wa kusaidia mzigo ule. We call ourselves in Mamlaka Hill Chapel a missions mobilized church. Sisi wacha Mamlaka kwamba ni huduma iliyoletwa pamoja. And it's different from a mission sending church. Na ni tofauti na kanisa ambayo inatuma wa missionary. I've been part of another church, na sehemu nyingine ya kanisa letu, and we used to support very many missionaries. Na tulitumika sana kusaidia missionary wengi. But our idea of supporting missions then, lakini nia yetu ya kusaidia missionary siku hiyo, was just to write a check. Lakini kwa tuandike tu check. And we send them money. Na tunatumia tu pesa. That's all we did. Tulifanya tu hivyo pekee. And we had many missionaries that we were supporting. Tulikuwa na missionary wengi ambao tuliweza kusaidia wakati huo. But later on I came to realize that this is just one small part of supporting missions. Lakini baadaye nikagundua kwamba hii ni sehemu tu kidogo ya kufanya ile kazi. Mission mobilization starts with prayer. Kuleta mambo ya kuleta mawazo pamoja ya misheni inaanza na maombi. It includes training. Inahusisha pia kufundisha. It involves mobilization. Na pia inahusisha kuleta watu pamoja. So that people know about everything that this mission is about. Ili kama kila mtu ajue kwamba hii kazi ni gani na tunaenda wapi. If you are reaching a certain people group, kama unafikia watu fulani, then you know the statistics of those people. Unajua mambo kadhaa kuhusu wale watu. You know how many they are. Wako wangapi? You know what their needs are. Mahitaji yao ni yapi? You know what they require. Unajua kama wanahitaji nini? You know who their friends are. Marafiki wao ni nani? And who their enemies are. Na pia maadui yao ni nani? When I met Pastor Kituru in Pokot, nilipokutana na Pastor Kituru pale Pokot, one of the things we began to investigate is about the Pokot as a people. Tukaanza kuchunguza Pokot nani kama watu ni nani. Who are they? What's their history? Wao ni nani? Historia yao ni gani? What do they love? What do they not love? Wanapenda nini na hawapendi nini? And how do they view others? People wanaona like us? Wengine kama sisi namna gani? The biggest break for a long time, for about 3 years, when we used to visit Kamurio, we realized that we would come and we would be preaching. And like many of our, not unlike many of our pastoral
tribes, na sio kama wale ambao ni wachungaji watu ambao wanafanya uchungaji. the men will stand at a distance and watch us. Wanakaa mbali na kutazama. But the women will be here and the children. Mama wangekaribia na watoto. And we began to wonder, why are they not attracted to being among us? Tukaanza kushangaa mbona wanaume hawakaribii hapa kwenye tu. And at first I thought maybe the next trip will bring more men. Nikaanza labda wakati mwingine tukija wanaume watakaribia. Maybe when they see other men they will come. Labda wakiona wanaume wengine watakaribia. So we bring more men. Tukaleta wanaume zaidi and do our thing. Na tukafanya mambo yetu. But the men still stood far away from us and watched us. Wakasema huko mbali na kututizama. Eventually, baadaye we decided Pastor Kituru must know a little bit more about these people than we do. Tukaambia lazima ujue mambo zaidi kuhusu hao ambao tunasaidia. And so we had some conversations with Pastor Kituru. Tukawa na wakati wa kuongea na Pastor Kituru. And he told me something very revolutionary. Akaniambia kama ukinibadilisha kabisa. I should have known, but I didn't. Ningejua, nilikuwa nimejua lakini sikuwa nimejua. And he told me, as you know, Pastor Charles. Akaniambia mchungaji Charles. These are pastoralists. Hawa ni wachungaji wa wanyama yani. If you want to show care to them, to the men, ukitaka kuonyesha unamaanisha kwao, show care for their animals. Onyesha upendo kwa wanyama wao. I don't need to tell you this. Lazima niwaambie hii. But the very next mission, lakini wakati uliofuata ambao nienda kutembea, we brought with us about 15 veterinary doctors. Tukaleta daktari wa ng'ombe kama 15. And I tell you, on that occasion, nakwambia kwamba katika wakati huo sasa, I was ordained a Pokot elder. Nikafanya umoja wa wazee wa Kipokot. We have remained such close friends. Tumebaki kuwa marafiki wa karibu sana. On one occasion, we would treat maybe 2,000 to 3,000 animals at any one go. Wakati mmoja tungetibu wanyama labda 2,000 3,000 kwa wakati mmoja. On the third mission, we treated about 22 goats, cows, donkeys, 22,000 of them. On one mission. Katika mission moja tukatibu 22,000 kondoo, mbuzi, ng'ombe, ngamia. They don't know me as Pastor Charles. Hanijui kama mchungaji Charles. They call me Dr. Nganga. They think I'm one of the doctors, veterinary doctors. Anaita daktari Nganga, daktari wa ng'ombe, daktari. Because when we are out in Pokot, tukienda pale Pokot, we all wear the white kabutis. Tunavaa ile nguo nyeupe ya daktari. Because the main work is to help the veterinary doctors capture the animals, inject them, give them vitamins, and do whatever needs to be done. Maana kazi tu kushika tu wale wanyama wapewe dawa na kenye tunaambia tunafanya. So every time we go with a team there, we take between 50 and 60 people. Kwa tukienda hapa tunaenda watu 50-60 pale. And most of us, our work is to run after the goats. Na kazi yetu mimi ni kukimbisha na kondoo na and to capture the camels. Na kushika ngamia. And to inject the animals. Na kudunga wanyama. That brought a breakthrough. Hiyo ileta upenyo sasa. In terms of the ability to receive the word. Kwa uwezo wa watu kupokea injili. But the power, that is the power of mobilizing. Hiyo sasa ni nguvu ya kuleta watu pamoja. Mobilizing the congregation. Leta washirika pamoja. So that we can reach the mission fields together. Ili tuweze kwenda pale nje pamoja. And to stop them thinking that the Pokot mission is something that Pastor Charles Nganga has started. Waacha kufikiria kwamba hiyo Pokot ni wale watu ambao Pastor Nganga anafikiaga. They must think of the Pokot mission field as something that God started. Lazima waanze kwamba mambo hiyo Pokot kama ni kitu ambacho Mungu mwenyewe alianza. And is asking all of us to participate in. Na anauliza sisi wote tuweze kushiriki. Because the salvation of the men, women and children there. Kwa maana wokovu wa wanaume na mama pale. Are not for the glory of the church but for the glory of God. Kwa utukufu wetu ama watu ni utukufu wa Mungu. Over the years it has given us incredible joy. Katika miaka ambayo imepita kila mwaka tumepata furaha isiyo kifani. To be able to mobilize the congregation. Kuweza kukusanya washirika pamoja. We didn't even know we had that many veterinary doctors within the congregation. Hatukujua kumbe hata tulikuwa na madaktari wa wanyama wengi katikati yetu. It has been such a joy for me to see many of them meet Christ for the first time in the Pokot mission field. Nimeshangaa kwamba hata nimekuta wale madaktari wakikutana na uwepo wa Yesu katika hali ya huduma wakiwa pale. Because we make it very clear that everything that we do, tunafanya ikuwe wazi kwa kabisa ya kwamba kila kitu tunaenda kukifanya, every medicine that is given, every injection, every vitamin, kila dawa na sindano na kila dawa yote ya afya is given in the name of Christ. Inapeanwa katika jina la Kristo. It is not a mamlaka effort. Sio juhudi ya mamlaka. It's the glory of God. Ni utukufu wake Mungu. And the people have been blessed. Na watu wamebarikiwa. Because everything 100% comes from people's donations. Na kwa kila mtu 100%
100 kwamba inatoka kwa mchango kutoka kwa watu. And it's amazing when God is on the move. Na inashangaza wakati Mungu katika mtembeo. How people's hearts are opened. Mioyo ya watu wetu inafunguka. We've appealed to the National Veterinary Association because sometimes we didn't have enough medicine. Tumefikia ofisi kubwa ya madaktari wa mifugo. And at that one time my wife would receive medicines worth literally millions of shillings. Na wakati mmoja mke wangu amepokea madawa ambayo ni ya thamani ya milioni ya pesa na zaidi. And after injecting thousands of animals in that place, na baada ya kutibu wanyama zaidi ya 1000, we have donated the rest of the medicine, left them with Pastor Kitu, told him distribute among the people who are not able to come. Tunawaachia kitu tunaambia kwanza tawanya hizi za kwa wale ambao hawakuweza kufika. I said something yesterday. Nilisema kitu jana. God has put everything that you need to reach the mission field within the church. Mungu ameweka kila kama kinahitajika pale katika misheni katika uwepo wenu. I shudder to think what would have happened if we never had a mission to Pokot. Nashangaa kungefanyika kama tungekuwa na misheni kwenda pale Pokot. All those veterinary doctors who now donate their time, their space and their energy and their money, hawa madaktari wote ambao wanatoa nafasi zao, wakati wao, pesa zao, madawa nini, who just have been sitting in the congregation listening to the word and going home. Wangekuwa tu wanakaa kanisani hapo kusikia neno na kuelekea nyumbani. But thank God for that mission field in Kamurio. Twashukuru kwa maana kulitokea uwanja wa kupeleka injili Kamurio. They found meaning. Wakapata umaana sasa. The chief doctor who leads that mission has taken it very personally. Yule ambaye hutongoza daktari pale ameichukua mzigo kwake kabisa. And one day in a place called Chepkararat, mahali moja ambapo Chepkararat upande ile wa Pokot, he told me, Pastor Charles, akaniambia mchungaji Charles, I know why God made me a veterinary doctor. Nimejua kwa nini Mungu alinifanya niwe daktari wa mifugo. He found more meaning in giving. Alipata umaana zaidi wakati anatoa pale pale wa Pokot than all the millions that he earns from a very successful vet clinic in Kiambu. Kuliko mamilioni anapata katika duka lake pale Kiambu. And one time in a tent together, because we were sleeping in the same tent, na siku moja katika hema, he told me, pray for me, I want to rededicate my life to Christ. Akaniambia uniombe, nataka kupeana mara tena maisha kwa Kristo. Beautiful things happen in the mission field when you mobilize your congregation to go. Mambo mazuri na marembo hufanyika wakati unapoachilia kanisa lako kwenda pale katika viwanja vya mission. I have thousands of stories I can share with you. Niko na maelfu ya hadithi kuambieni. Some of the families within our congregation now, familia kadhaa katika kanisa letu, are grateful to God. Wanashukuru Mungu because he has given them certain sons and daughters from Kamurio Primary. Maana wamepatiwa watoto katika shule ya msingi ya Kamurio, whom they have supported through primary, ambao wameweza kusaidia shule ya msingi, and now have adopted them to take them through secondary, na amewachukua tena kwa katika shule ya upili, and they live with them in their own houses in Nairobi, na wanaishi nao nyumba zao Nairobi pamoja. And they keep saying, thank you for giving us the privilege. How would we ever have known these children? Wanasema kila siku ni asante, tungejuaje basi watoto hawa. Something beautiful is unlocked. Kitu kizuri kinafunguliwa when people are mobilized for mission. Wakati watu wamewekwa pamoja, wanakusanyika pamoja kwa sababu ya mission. Some of our people, watu wengine wetu, and I want to say the advantages of mission mobilization. Nataka niseme uzuri wa kuweka watu pamoja. Once people know that they are not born for themselves, they are not living for themselves. Wakati watu wanagundua kwamba wao hawaishi kwa sababu yao wenyewe, God through the Holy Spirit begins small initiatives within the congregation. Mungu kupitia Roho Mtakatifu anaanza mambo mapya ndani ya kila mmoja wao. One of our home group fellowships, ushirika moja pale kanisani mwetu, decided for them they want to reach out to the young people in Committee Correctional Center. Wakaamua ushirika moja pale kanisani, wakaamua kwamba sisi tutaamua kufikia watu katika committee prison. This is the juvenile prison for kids. Hii ni jela ya watoto. And they said, you know, these are young men or young children. Hawa ni watu ambao ni wachanga. And if we don't reach them now, na kama hatutawafikia sasa, they'll come out and become seasoned criminals. Watatoka wakiwa wamesuguriwa vizuri kuwa watu ambao ni majambazi. But if we can reach them with the love of God, lakini watutawafikia na upendo wake Mungu. If we can reach them with the love of God, tukiwafikia na upendo wa Mungu, there is hope. Kuna tumaini that one day, kwamba siku moja, they can be the ones to reach the others for Christ. Kwamba itakuwa ni hao watafikia wengine kwa Kristo. And now we need to stand up and stretch. Sasa tunastahili kusimama sasa na tuweze kujinyoosha. Some of you are agreeing with everything I'm saying. Wengine hapa tunakubali kila kitu. And I don't think
Thank you. Thank you very much. Asante sana, asante sana. For those who had left us, we are still in the conference. Wale ambao walikuwa wametuacha bado katika kongamano. Maybe you dreamt you are at home, you are not. Labda uliota uko nyumbani, haujafika bado. But we were talking about the benefits of mobilization. Tulikuwa tunaongea umuhimu uliopo katika kuweka watu pamoja. Another of our small groups Wengine katika kundi cha fushika moja pale kanisani decided that they want to reach out to people in addiction, alcohol addiction and drug addiction. Wakataa kufikia ambao wameathirika katika hali ya ulevi. One of them had a family member afflicted by this problem. Mmoja alikuwa na jamii ambayo mmoja alikuwa ameathirika. And God was communicating to them and encouraging them. There are so many of my children lost in drugs and alcohol. Na kupitia huyo Mungu alikuwa anaambia kwamba kuna watoto wangu wengi wamepotea katika hali hii. And I want to use you and your group to reach to them. Na nataka niwatumie na kikundi hiki kuwafikia. And so they are doing their thing. Sasa wanafanya mambo yao. And without any particular leadership from the church. Na pasipo na uongozi wote kutoka kanisani. They are part of the church. Yao ni sehemu ya kanisa. We give them general oversight and encouragement. Tunatazama na kuatia moyo kwamba. But the Holy Spirit is leading them to particular needs that He wants to meet. Lakini Roho Mtakatifu anaelekeza kama hasa ambao wanahitaji kufikia. A mission mobilized congregation. Kanisa ambao imeweza kukusanywa pamoja. Is never just comfortable coming to church Sunday after Sunday. Hawako tu sasa kuja kanisani Jumapili baada ya nyingine. Listening to the sermon, kusikiza ujumbe, receiving their own blessings and then going back na home. kuchukua baraka zao na kuelekea nyumbani. They ask that question. Wanaweza hiyo swali. How can I be part of the solution? Naweza kuaje katika suluhisho Of restoring the image of God in our broken society. ya kuweza kurejesha sura ya Mungu katika jumuiya yetu. The other thing that we do that I want to talk about, Baba tunafanya ndani kuongea kuhusu, apart from prayer, mobilization and facility and training, zaidi ya maombi, kufundisha na weka watu pamoja, is the aspect of facilitation. Ni hali ya kuwapea watu hali ya kufanya kazi ile. Opening doors and scouting opportunities. Tunafungulia milango ya kufanya kazi zile. Like I shared with you, one of the advantages that Mamlaka has is that we are next to the university. Tuko na baraka moja kama tumekaribia na chuo kikuu. And so we take a lot of young people and help them in the internship program. Tunachukua wale ambao ni wanafunzi pale na kuwasaidia kupitia mafunzo. But after you train people and equip them, zaidi ya kuweza kuwafundisha, you must look for opportunities for them to serve. Lazima pia waangalie mahali fulani wanaweza kuwa wameenda kuhudumu. And so you facilitate them. Unajaribu, unasaidia. You open doors for them. Unafungua milango kwao. So that they can be able to serve. Ili waweze kutumika. Some of the things God has given us opportunity to do. Baadhi ya mambo Mungu ametupatia nafasi ya kufanya. Back in 2012, mwaka wa 2012, one of our congregation members had relocated to New Zealand. Mshirika mmoja akahamia kwenda mji wa New Zealand. And he was appointed the CMS director of New Zealand. Akafanyika kuwa kiongozi fulani pande ile. As you know, the Church Missionary Society is over 200 years old. Unajua kwamba hali ya kikundi hicho cha missionary kina miaka kadhaa, zaidi ya 200. And he became the first African director of CMS New Zealand. Akawa ni kiongozi wa kwanza Mwafrika huko New Zealand kama mtu mweusi. So his name is Steve Minor. Jina lake ni Steve Minor. He was part of our congregation. Alikuwa ni mmoja wa washirika wetu. He also served with Church Army, which is the mission arm of the Anglican Church. Akajiunga pia ni sehemu ya kanisa la Kianglikana. And before that he had planted a church. Na baada ya hiyo alikuwa amepanda kanisa somewhere in Nairobi. Mahali fulani Nairobi. But he was part of our congregation. Lakini alikuwa ni sehemu ya kanisa letu. So when he was appointed to be the CMS director New Zealand, wakati alipewa kazi kuwa CMS director upande wa New Zealand, in 2012 he spoke to myself and my wife. Mwaka wa 2012, actually he talked to us earlier, maybe in 2011, and he told us there's a big opportunity that is coming. Akasema mimi na mkao kwamba kuna nafasi nzuri inakuja. In about 2 years, kama miaka 2 ijayo, New Zealand will be celebrating 200 years of Christianity. New Zealand itakuwa ikisherehekea miaka 200 kwa Ukristo. Since a gentleman by the name of Thomas Marsden preached the gospel, tangu kwamba Thomas aliweza kuhubiri habari njema in a place called Dunedin in New Zealand. Mahali ambapo panaitwa Dunedin upande wa New Zealand. Now New Zealand has become what they call a post-Christian society. Ilikuwa imekuwa hapa
Ukristo ulifika na nikana kama ukatenda ukapotea tena. So they look at Christianity as something of the past. Wanaona kama ni Ukristo ni jambo ambalo limepitwa na kitu cha zamani sana. Like something their forefathers used to be, but not Kitu them. ambacho kilikuwa na wazazi wao huko nyuma. So he told us there's great need to evangelize this nation again. Akasema kwamba basi kuna haja kubwa sana ya kuweza kuleta injili mara tena katika injili ya New Zealand. Sometimes we are stuck in thinking that the West is what it used to be when they were sending missionaries to us. Wakati mwingine sisi huanza kwamba nchi za ng'ambo maana walitupatia missionary wako mbele ama hahitaji ile hali ya huduma ile wako mahali pale wapo walipokuwa walituma missionary hapa. A lot has changed in the last 200 years. Mambo mengi yameweza kubadilika miaka 200. In most of those places the zeal of the gospel is no longer there. Mahali pale sasa ile hali na tamaa ya Kristo haipo tena. Many people don't go to church. Watu wengi hawaendi makanisani. In the place where Collins Labat ministers, I've met people who have not been to church all their lives. Mahali ambapo kanisa nafanya huduma kuna watu ambao hawajakuwa kanisani maisha yao. Somebody my age, I'm 53. Mtu ambaye ana miaka kama ya mchungaji wetu hapa miaka 53. He has never stepped in a church once. Hajaingia kanisani hata siku. They remember the church as something their grandparents used to go to. Wanakumbuka kanisa kama kitu ambacho babu na nyanya walikuwa wanaenda miaka huko nyuma. So Christianity is not what we think it is in the West. Kwa hivyo Ukristo sio kama tunafikiria iko upande wa nchi za ng'ambo. So Steve Miner told us, can you prepare a team for me? Akatuambia kwamba Steve Miner kwamba tayarisha kikundi kwa sababu yangu upande huu. From Mamlaka Hill Chapel, kutoka katika mamlaka, to come and evangelize in this waweze place. kuja na kupeleka habari hii njema kwa watu. He said, I'm going to handle everything from the New Zealand side. Nitakuwa ninashughulikia kila kitu upande huu wa New Zealand. But look for some people, prepare them, train them, and then come and I'll show you what we must do. Lakini wewe tafuta watu wafundishe na mje nitaonyesha kitu cha kufanya. So Pastor Maggie and Julie and the mission team, Pastor Maggie na Julie na kikundi cha mission prepared a team of 12. wakatayarisha 12. And in 2014, April, na mwaka 2014 mwezi wa 4 we went to New Zealand. Tukaenda nje ya New Zealand. And we preached the gospel for 3 weeks. Tukaeneza injili kwa wiki 3. And every single day we preached in several places. Na kila siku tulienda mahali tofauti. Different sermons. Na ujumbe tofauti. Sometimes we went to the cities. Wale tuenda katika miji mikuu. Other times we would go to the farmers markets. Leo tukaenda katika mahali pa soko. On Sundays we were in the churches. Wale tunaenda Jumapili tukaenda makanisani. And we preached the gospel. Na tukahubiri injili. And it was big news. Na ilikuwa ni habari njema. And they said the Africans have come here Wakasema kwamba Waafrika wamekuja to sasa. re-evangelize this country. Wakutupa habari hii njema mara tena. Many of them were surprised Wengine walishangaa that this country, New Zealand, kwamba hii nchi New Zealand used to have very many missionaries in Kenya in the 50s and in the 60s. miaka ya 50 huko nyuma walikuwa na tuma wa missionary wengi sana nchi ya Kenya. So they interviewed us, my wife and I, in the Otago Times, which is their newspaper. Tukakuwa na wakati tunaulizwa maswali mimi na mke wangu katika magazeti. And they asked us, why have you come? Wakauliza mbona mlikuja? We told them we have come here to return a favor. Tumesema kama tumekuja hapa kuonyesha sasa kibali mara tena. Your forefathers came to us. Baba zenu walikuja kwetu. And they brought us the gospel. Wakatupea habari njema. And they were faithful. Na walikuwa waaminifu. Now we think it's time that we came back to you. Tunafikia sasa nasi tuje kwenu. And return the same favor. Na tufanye kibali hicho. And it was a big thing. They covered it in the newspapers. Ilikuwa ni jambo kubwa katika magazeti. With our pictures there. Na tukaweka picha zetu katika magazeti. And we were invited to their radio stations and we spoke there. Tukaenda katika radio station zao tukaongea pale. And it was a great celebration. Na ilikuwa ni furaha kubwa na kushangilia. We came back to Kenya very tired. Tukaja nyumbani tukiwa tumechoka. And within 6 months, na baada ya miezi 6 they made a request. Wakauliza tena, can you send us another team? Tutumie kikundi kingine. And so we prepared another team. Tukaandaa kikundi kingine. The following year, mwaka uliofuata, we sent another team of 9. Tukatuma kikundi cha watu 9. And they went and did the same. Wakaenda wakafanya kama tulivyofanya awali. They preached the gospel. Wakahubiri habari njema. They evangelized. Wakaanza kupeleka injili. They shared and they cared. Wakashiriki na kutunza. They came back to Kenya. Wakaja Kenya. Another 6 months went by. Baada ya miezi mingine 6, and they said, wakasema, one of the churches that we had gone to kanisa moja ambalo sisi tulienda, needed us to send them a pastor.
wanataka tuwatumie mchungaji. They say, send us a couple who can be our senior leaders. Mtutumie jamii, mke na mume ambao wanaweza kuwa ni mchungaji wetu. Because we have seen maana tumeona that you still have confidence in the gospel. Maana bado mko na ile ujasiri na ushujaa katika injili. That Christ is alive and well in your country. Kwamba bado Yesu yu hai na bado anafanya kazi katika injili. We need to hear from leaders with that kind of confidence. Tunataka kusikia kutoka kwa watu ambao ni viongozi na ushujaa kama huo. So send us a pastor. Tafadhali tutumie mchungaji. So we prepared a pastor Tukaandaa mchungaji and his wife na mke wake and we commissioned them. na tukawatia wakfu. And now they are serving in a place called Wanganui, Hata wako Wagadui, Inge Street Bible Church, Bible Church as the senior pastor and his wife. Kama wachungaji rasmi katika hiyo. And they are doing a marvelous job. Na wanafanya kazi nzuri. A few weeks later, baada ya kadhaa baadaye, we received another request tukapata ombi lingine from a different church katika kanisa tofauti, in a place called Christ Church. Tukakana kanisa la Kristo. They said the young people that you sent here to us wakasema watu mliotutumia wale vijana mliotutumia were full of fire from the Holy Spirit. walikuwa wamejaa moto Roho Mtakatifu. Could you consider sending us one of them? Tafadhali mtumie tu mmoja wao. Because we need somebody who can share the gospel with confidence. Nataka mama ashiriki injili na ujasiri. Because our young people no longer believe. Kwa maana vijana wetu hapa hawaamini tena. We prepared another pastor. Tukaandaa mchungaji mwingine and his wife na mke wake, and we sent them to New Zealand. na tukatuma tena New Zealand. And now they are serving there as the evangelism pastors. Wanahudumu kama wachungaji wa injilisti. To the glory of God. Kwa utukufu wa Mungu. I talked about facilitation. Nikaongea kuhusu mambo ya kuweza kufadhili. One of the things that we don't believe in kile ambacho sisi hatuamini is that we should create barriers or problems for people ministering. Sisi ni kama hatuamini kwamba kuweka vizuizi kwa watu ambao wanahudumu. Missionaries have enough problems of their own. Kwanza missionary wako na shida za kutosha. We don't need to create problems for them. Tusiongeze na tujenge shida zingine kwao. So we need to be thinking critically. What can I do to remove barriers and obstacles so that this person can serve effectively? Tunastahili kuwa tunafikiria nifanye nini niondoe vizuizi ili mtu huyu afanye kazi ambayo inafaulu. One of my tasks, kazi yangu moja with my wife, na mke wangu, is to ensure that the people that we send abroad kumaanisha kwamba watu ambao tunatuma nchi za ng'ambo are given the enabling environment to serve properly. Wanapewa mazingira ambayo yanafaa kwa sababu ya huduma. So when they have said that they want a pastor from Mamlaka Hill Chapel, wakisema wanataka mchungaji kutoka Mamlaka, myself and some of the elders, mimi na wazee kadhaa, will sit down with their elders and their leaders, tunakaa na wazee na sisi, and look through the contract. Na tunaona vizuri tunapitia. And if there's something we don't like, we tell them change this. Na kama kuna kitu tupendeze tunaambia kwamba badilisheni. We look at the amount of money that they are getting paid. Tunaona wanalipa pesa ngapi. And we ask them, how much do you pay your pastors here? Tunaweza kama mnalipa pesa wenu hapa pesa ngapi. And if they are paying him less, we say we will not send them to you. Kama wanalipa kidogo kama hatutumi mtu wetu kwenu. We need them to be at the same level as your pastors. Tunataka wakuwe kiwango sawa sawa na wachungaji wenu. We look at where they are going to be housed. Tunaangalia kwenye wanaenda kukaa nyumba zao. And we ask them, is this where your pastor would live? Tunaweza kama hapa ndipo mchungaji anaweza ishi. And if it is, then we say it's okay, you can give them that place. Kama ni hivyo basi wanapewa ile nyumba. Part of our facilitation mambo ambayo tunafanya kuzingatia kwa na kuangalia is to negotiate the terms that are agreeable, ni kuona makubaliano that are enabling ambayo atawezesha for them to serve. Kwamba hawa watu waweze kuhudumu. Once you go to serve in the foreign mission field, ukienda kuhudumu huko nje katika nchi ya nje, you have a million things to adjust to. Una mambo mengi sana ambayo lazima urekebishe. The culture, tofautishe mambo ya tamaduni, the language, lugha, the food, chakula, the people, watu, the weather, hata anga. Everything is against you. Kila kitu iko kinyume na wewe. So whatever is humanly possible to be comfortable, we make sure it is in place. Kile ambacho lazima unahitaji ili uweze kuishi pale, lazima iko sawa. Unfortunately, kwa bahati mbaya, many of us come from a context or a philosophy sisi wetu wengine tumetoka katika hali ambayo kwa amini fulani, where we were taught tulifundishwa that a missionary kama missionary should be humble, lazima awe mnyenyekevu and poor, na maskini. And so when we pray to God, tukiomba Mungu, we tell God, tunaambia Mungu, you make him humble, wewe tu mfanya nyenyekee, we will keep him poor. Tutamfanya awe maskini. That is the wrong attitude. Hiyo ni mbaya kabisa. That is the wrong attitude. Mtazamo mbaya kabisa.
Do everything in your power Kwa fanya kila kitu katika uwezo wako. to make sure that the person that you have sent Kwa hiyo kama mtu ambaye mmetuma is adequately facilitated. kwamba yeye ametoshelezwa vizuri. I want to say this Nataka kusema hivi. at a practical level. Katika hali ambayo ni ya tumefanya. When I met Brother David Kitur in the mission field, Nilipata Kituru. one of the things that impressed me Kama tu iliweza kunifurahisha was his giving heart and his mission. ni mkono wake katika hali ya kufadhili mambo ya mission. He had a great vision for the people of Pokot. Ana maono makubwa kwa watu wa Pokot. But when he took me around to see some of the places where he and his wife Martha minister, Wakati nilipeleka kwenye wewe na mgeko wana hudumu, I would get so tired. kachoka sana. Because the huts are kilometers and kilometers away. Maana nyumba zao ziko mbali kilomita mingi sana. By the time we arrive for fellowship, I am exhausted. Wakati katika ushirika mimi nimekwisha kabisa. And I can't focus because I'm thinking we still have to go back. Na siwezi tu maana sasa naanza kufikiria na kurudi je. So one of the things that we did, Kama tulifanya moja. both myself and the church was very small in those days. Sikio kanisa ilikuwa kidogo changa sana. But I had a prayer team of men. I have 7 other men I meet with for prayer. Nikakutana na mama mwingine sababu tunakutana katika maombi. And I decided I will bring them here. Nikamwambia nitakuja nitaleta hapa. Because it's a great place to come and pray. Maana mahali pa kuja kuomba. But also Pastor Kitur is like, we are age mates. Lakini tuone kitu kama tuko katika umri mmoja. I wanted them to see a man who is like us, but who has given up everything to serve God. Nilikuwa nataka waone mtu ambaye tu katika lika moja na ametoa yote kwenda kuhudumu. And he has children. Ana watoto. They are in school. Kuna shule. They need fees. Wanataka karo. They need everything that we need. Wanahitaji kile ambacho tunahitaji. And so I decided this would be my missional challenge to my men's prayer group. Na nikaamua kwamba hapa itakuwa ni changamoto sasa kwa wazee wangu. And so we visited Kamurio. Kwa tukaenda Kamurio na hawa wazee. In those days there was nothing. Hizo siku hapakuwa na kitu chochote. Just a little hut where David and Martha were staying. Hala hapo tu walikaa hema kadogo tu. And so we carried our tents. Tukabeba hema zetu. And we had a great time of fellowship. Kwa na wakati mzuri wa ushirika. I thought I would challenge them Nikawaza kama labda nataka niwachange moto. to think what they should do for my brother David. Kufikiria kile ambacho anastahili kufanya kwa ndugu yangu hapa. But before I could say a word, Kabla sijasema kitu, one of them said, mmoja akasema, this man cannot be walking these kinds of distances to work for God. huyu mtu hawezi kuwa anatembea hii kilomita zote kwa Mungu. The minimum we can get him is a motorbike. Ile ambayo ni ya chini kabisa kupatia huyu mchungaji ni pikipiki. So right there they made a pledge. Hapo akafanya maagano. And immediately we went back to Nairobi. Tulipoenda Nairobi, We looked for a really good used Yamaha tukaangalia pikipiki ile ya Yamaha mzuri, and bought it tukainunua, and brought it for Pastor David. tukamletea mchungaji. That is not a challenge I gave them. They saw it Si kuambia hiyo, waliona and they realized it. na wakaitambua. David and Martha and I have walked a long way. Hao David na Martha walikuwa wametembea, Martha walikuwa wametembea kwa muda mrefu. Again, I'm not saying this to embarrass or expose Pastor Kitur. He's my brother and he's my friend. But I want you to know that we must be practical in our missional support. Nasema hii sio sababu ya kutaka kuanika mtu, lakini nataka kusema hili kwamba ili tujue kwamba ni lazima tu sasa watu wa kuweka vitu waziwazi na kufanya vitu. On a different occasion, Pastor Kitur invited us home. Wakati mwingine mtu akatualika nyumbani. He was on leave. Alikuwa katika likizo. And we went to Mulot and had a great time together with my men's team. Tukaenda kwa Mulot kwa wakati mzuri. Again, without my prompting. Kabla mimi sijaanza kuambia hawa mambo wazee wangu jambo fulani. When we went back to Nairobi and we were in a meeting, tulipofika nyumbani kwa mkutano, one of the men said, mzee mmoja akasema, how can Pastor David and Martha retire to that home where we went to? Itakuwaje hao watumishi wataweza kuritaya katika miaka yao kazini wakuja katika wakati kama it hii? is not right. Wakasema sio nzuri. He has served the Lord. Wamemtumikia Mungu. He has lost other opportunities. Wamepoteza nafasi zingine zote. How can he retire to that place? Anawezaje kuja kustaafu akae kwa nyumba kama hii? So the men decided, Wazee wakaamua, we will buy a plot tutanunua ploti and we will put up a house. na tutaweka nyumba. This is already history. It's done. Sasa hii imefanyika, hii ni historia sasa tunaambia. I'm just telling you, we need to get practical about supporting our missionaries. Nataka niwaambia kwamba lazima tu watu kutenda sasa. Now you know that
David Kituru is not a Mamlaka missionary. He's an AGC missionary. Unajua kwamba Kituru sio wa mamlaka, ni wetu AGC. When we are serving God, there are no denominational boundaries. Tunafanya huduma hakuna mipaka ya kidini. I don't have to support him because he's from my denomination. Lazima nikiweza kumfadhili kwamba lazima awe katika kanisa la mamlaka. I support him because he's doing the work of God. Namshukuru maana anafanya kazi ya Mungu. And up there, God will not care what denomination. He didn't even leave any denominations when he left. That's a creation of mankind. The Great Commission is go and make disciples of all nations. So for me, I saw a man who's making disciples of the Pokot nation. And he needs our support. Let's get practical in the way we support. That is in the area of facilitation. And in the bigger picture, you know, one of the things we wanted them to see is that we wanted the Pokot people where Pastor Kituru was ministering to associate the help we were bringing with the Lord Jesus Christ. With the preaching of the gospel. So that more doors would be opened. And God himself will receive the glory. On every trip we took food and we took water. As far as until we built a water tank and then we drilled a borehole. I've never drank that water. Because between the time the borehole was done and there are many things that happened. But the people there drink the water. It is for them. And we want them to know that brothers and sisters from Nairobi, you know, who know Jesus Christ, want them to have. And they are ready to do whatever it takes for that to happen. When there has been drought, we brought food. And whatever it is else that we could have. We have had many human medical missions as well. And that's part of showing care to the people of God. So apart from caring for the missionaries, we also cared for the people. But above all, we wanted them to connect that care with the love of God. About a year ago, I preached in one of the places called Chepkararat. We had received Pokot Bible. The way we have, I had, I think, Pastor saying about the Pokot Bibles. We do have Pokot Bibles. What do you call them? Yes, the audios. At least we know where to get them. In fact, with Pastor Kituru, we distributed over 200 audio Bibles in the Kamurio area, all those areas. And that's just part of the care that we have done. So about a year ago, we had taken a whole group, a bunch of Bibles. I think they could have been, maybe, how many did we take last time? About 200. So we were, and that time I was preaching. And again, I want to connect the care for the animals with the response. And over time, they had come to realize that we were not there to get anything from them. We were there to give of the love of God. And we gave as much as we could. And when I made the altar call, all the men who were present in that service came and received the Lord. I could not believe my eyes, because it was very hard to reach the men. But over time they must have concluded, the way these people have learned our animals, they must also love us.
Kwenye pendo wanyama wetu hawa lazima wanatupenda hivyo hivyo. But I told them about the good shepherd. Nikaambia kuhusu mchungaji mwema. And how we are the flock under his care. Na nikamwambia kwamba sisi ni zizi ambao katika malazi katika malisho mazuri. And the same way they care about their flock. Na jinsi ambavyo wanachunga wanyama wao vizuri. Jesus cares about us. Na hivyo Mungu anatuchunga. As we come to a conclusion, pamoja katika tamati, I just want to say another way that we would like to commend you about caring for missionaries. Kama pia ningependa tuweze kujua ambao tunastahili kutunza wa missionary wetu. It is in the area of rest and recuperation. Ni katika hali ambayo ni ya kupumzika. And also retirement. Na hali ya kwenda katika hali ya kustaafu. I mentioned one of the men asked, how can our friends retire to this? Nimesema kuhusu wakati mzee mmoja aliuliza kwamba je, watu wanaweza kustaafu katika hali kama hii? One of the things that happens to missionaries is that they get very tired in the mission field. Missionary wanachoka sana katika uwanja pale. They get very, very discouraged. Wanashushika moyo sana. Whenever Collins Lamart is in this country, wakati Collins amerudi Kenya, although this is home, ajapokuwa hapa ni nyumbani, now he has to adjust because now he's used to living in Germany. Maana amezoea kukaa Jerumani, sasa akiingia hapa lazima tena abadilike kidogo. So when he comes here, akifika hapa, he's almost in a third culture. Ni kama sasa katika tamaduni nyingine ya tatu. It's not home in the same way that it used to be. Hako nyumbani venye aliwacha ikiwa. The people who are closest to his heart are the young people in Germany. Wale ambao kwa moyo wake sasa ni wale ambao ni wachanga huko Jerumani. The way he travels, Europe has one of the best, Germany has one of the best communication networks in trains and boats and cars. It's very easy. Katika usafiri Ujerumani imeendelea sana katika magari moshi, ndege ama vyombo vya majini hizo. So whenever he comes here, there's a bit of a reverse culture shock because of just the state of our roads and the chaos of our matatus. Akija hapa sasa lazima pia na just kidogo sasa kuna mambo ya magari, jamu, kuna mambo ya mashimo barabarani. So part of the care we must give him is ensure that he has some decent means of transport. Akifika tunajua kwamba hapo na jinsi nzuri ya kuweza kutembea. When he's here for a week or two, akiwa hapa kwa wiki moja au wiki mbili, the missions department will hire a vehicle for him. Yeye katika huwa tunaagiza gari kwa sababu yake. To travel around. Ili kwamba atumie kutembea. And so that his time is not wasted. Kwamba wakati asipoteze wakati. In running from one bus stage to the other to try and get matatus. Kutoka katika station moja ya basi kwenda kwingine kupata gari nyingine. He has a small window of maybe just 2 weeks. Labda kuna muda tu kidogo kutoka wiki mbili. He must catch up with his family, he must travel to Kitale, he must come here, or, you know, there's so much to do in a short time. Lazima kuna mchache sana akute familia yake labda kwa Kitale, wengine wako hapa, lazima akimbia hapa na pale. So wakati mchache sana. So we make it easier for him. Tunafanya na wakati mwepesi. We have some other missionary in the US. Tuko mshirika mwingine hata pale Marekani. Pastor Noel Owuor and his wife Rhoda. Pastor Noel na mke wake Rhoda. Again, whenever they come here, wakija pia hapa, we want to make sure that they are well facilitated and taken care of. Kama wamechungwa wakija hapo wanatunzwa vizuri. They no longer have a home here in Kenya because they gave up what they had. Hawana nyumbani hapa maana ilikuwa na hapa Kenya walipeana yote, hawana nyumbani tena hapa. Again, that's a different story. It happened on a mission that we went to the US. Ilifanyika hiyo tofauti, ilifanya mission ambayo tunaenda Marekani. And the pastors and the church that we had visited requested that we give them Pastor Noel as their senior pastor. Kanisa ambao tuliweza kutembelea kama kama mtuachie hawa wale wachungaji wetu. He was then a pastor in Mamlaka Hill Chapel. Alikuwa sio mchungaji katika kanisa letu Mamlaka. So it has been painful for us as a church to lose very good pastors. Imekuwa ni chungu kwetu kuwapoteza wachungaji wa dhamana sana. Because everybody I'm telling you about was part of our staff team. Kama zamani nimewaambia alikuwa ni mmoja katika viongozi wetu. And whenever you lose in that sense to the mission field, katika hali ya kupoteza katika hali za katika kupeleka mission, that person leaves a gap. Mtu huyo anaacha pengo. And you have to recruit somebody else. Lazima utafute mwingine kujaza lile pengo. And train them afresh. So it's difficult for us. Na uanze kufundisha hata ni ngumu sana kwetu. But the vision for missions, lakini maono katika mission, is bigger than the comfort of Mamlaka Hill Chapel. Ni kubwa kuliko mamlaka.
And we must give our best. Lazima tupende iliyo bora na nzuri. When God wanted the best for the mission field, wakati Mungu anataka ile nzuri katika pale mission, He said, set apart for me Paul and Barnabas for the work that I have for them. wakasema munitengee Paul na Barnabas kana ambao nimetenga kwa sababu yao. It's God who has the work for them. Ni Mungu ako na jambo kwa sababu yao. And whenever He takes away, He will replace. Na kile ambacho Mungu huchukua atarejesha kingine. But we must manage this time of adjustment. Lazima tutumie wakati wa kuweza kubadilika na kurekebisha tena. Make sure the missionaries are getting rest. Hakikisha ya kwamba wamishonari wamepata wakati wa pumziko. After every so long, baada ya muda mrefu, please let them come back home. Watu wakuje nyumbani and just give them a time of refreshing. Watu wako na nafasi ya kufanywa upya. Paul would bless the people who refreshed him. Paulo aliweza kuwatia mwema kuwabariki waliombariki. He talks about the household of Onesiphorus who refreshed me. Anasema kuhusu Onesiphorus ambaye aliweza kumbariki. Because these people are in the battlefield. Walikuwa katika hali ya vita vya kiroho pale nje. They are discouraged, they are tired. Wamechoka, wameshushika moyo. So when they come back home, wakirejea nyumbani, give them a time of refreshing. Wakati wa kuweza kupata nguvu tena. Don't consider it an expensive or difficult thing to hire a nice hotel where they can stay for a few days and just be alone and relax. Usione ni ngumu kuweka katika hoteli nzuri waweze kufurahia kupumzika. Usione ni gharama hiyo. We ask ourselves a simple question. Tunauliza swali ambalo ni rahisi sana. When we have invited visitors from abroad, tunaagiza wageni kutoka ng'ambo, we look for the best hotels and we house them there. Tunaangalia hoteli nzuri sana kuweka hapo. When they are from America or from Germany or from other places. Kutoka Marekani ama Ujerumani, tunaangalia mahali. But our own people, na wetu wenyewe, you don't even want to know where he'll spend the night. Hata hata kujua walilala wapi. You normally say he has relatives in the area at a resort. Why? Are they doing a worse job than the other people? Je, wanafanya kazi ambayo ni chache kuliko ya wale wengine? In fact, they are doing sometimes a much greater job. Hakika wanafanya kazi hata zaidi ya wale. Out there they've been lonely, they've been alone. When they come home, wakija nyumbani, please let's take good care of them. Tuweze kuwatunza vizuri. And when they're abroad, wakati wako ng'ambo, whenever we can, wakati wamerudi, let us visit them and encourage them. Tuwatembelee na tuwatie moyo. And the Lord will bless you. Na Bwana atawabariki. Bwana wabariki sana. Asanteni kwa kunisikiza. Asanteni sana.